Kwa kipindi cha miaka mitatu, manispaa ya Moshi iliweza kuwa miongoni mwa halmashauri 3 bora katika mashindano hayo, lakini pia hatukuweza kushika nafasi ya kwanza. Hivyo mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka huu tumeweza kushika nafasi ya kwanza, kama ambavyo leo tutakwenda kukabidhi tuzo hizo. Halmashauri inatekeleza shughuli mbalimbali za usafi wa mazingira zikijumuisha na kuratibu ukusanyaji, usafirishaji na utupaji wa salama wa taka ngumu, uendeshaji wa dampo la kisasa la Mtakuja na kiwanda cha mbolea Mboji ambazo zinamilikiwa na manispaa ya Moshi. Kuratibu kampeni ya kitaifa ya usafi wa mazingira katika kata 21 za manispaa na mitaa yake 60. Kusimamia utekelezaji wa matakwa ya sheria ya usimamizi wa mazingira namba 20 ya mwaka 2004, sheria ya afya ya jamii ya mwaka 2009 na sheria ndogo za halmashauri ya manispaa ya Moshi ya usafi wa mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha manispaa yetu inaendelea kuwa safi, manispaa inatendea kazi kama ifuatavyo. Tuna magari 14 ambayo tunatumia katika uzoaji taka, magari 6 ikiwa yanamilikiwa na manispaa ya Moshi na magari 6 ikiwa yanamilikiwa na mawakala. Tuna mitambo 4 kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za dampo la kisasa. Mitambo hii tunamiliki sisi wenyewe manispaa na inapatikana kwenye dampo letu lililopo kwenye eneo la Mtakuja. Mheshimiwa mgeni rasmi, siri ya mafanikio katika usafi wa mazingira ndani ya manispaa, moja ni usimamizi wa sheria ndogo, lakini pili ni utekelezaji wa agizo la serikali la kufanya usafi wa mazingira kila Jumamosi na mwisho wa mwezi, ambao mheshimiwa mgeni rasmi, tutumie fursa hii kushukuru wewe mwenyewe umekuwa kinara katika kuongoza usafi wa kila Jumamosi na mwisho wa mwezi. Lakini tatu ni ushirikishaji wa wadau mbalimbali pamoja na wananchi ambao wamekuwa wakijitoa kwa moyo kuhakikisha mji wetu unaendelea kuwa safi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika ushirikishaji huu tumekuwa tukiungwa mkono sana na Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Utaratibu wa kushindana kata na mtaa katika swala la usafi wa mazingira huo unaendeshwa na wizara husika, lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sisi pia ndani ya manispaa ya Moshi huwa tunaendesha utaratibu wa kushindanisha kata zetu, lakini pia tuna uwepo wa mawakala wa usafi wa mazingira ambao kati ya kata zetu 21, kata 10 tumebinafsisha kwa mawakala. Mheshimiwa mgeni rasmi, siri nyingine ya mafanikio ni ongezeko la magari ya kukusanyia taka. Kwa mwaka wa fedha uliopita tulikuwa tuna gari 6 na mitambo 4, lakini baada ya kuingia kwa mawakala tukaongeza gari 6 zikawa gari 12 na mitambo 4. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri kwa kugundua kwamba moja ya changamoto ni pamoja na vitendea kazi, leo hii tunakwenda kukuomba uweze kuzindua gari jipya la taka ambalo tumenunua kwa mapato yetu ya ndani. Kwa mafanikio ni ushirikiano wa karibu kati ya management, viongozi wa kata kwa maana chama na serikali, lakini viongozi ofisi ya mkuu wa wilaya, vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikitusupport na kutusaidia katika kuhakikisha mji wetu unaendelea kuwa safi. Lakini bila kusahau ofisi yako mwenyewe ambayo imekuwa kinara katika kuhakikisha manispaa hii inaendelea kuwa safi. Tutumie fursa hii kukushukuru sana na kukupongeza wewe pamoja na timu yako na viongozi wote wa mikoa na wilaya. Nataka niwaombe wana Moshi, swala la usafi linaanzia nyumbani kwako. Yaani wewe ukikaa nyumbani kwako usipokuwa msafi, maana yake na hii jamii inaokuzunguka itakuwa hivyo. Kwa hiyo niwaombe, kama ni takataka basi tuzitunze vizuri kabla ya gari la takataka halijapita. Tunapokunywa maji tusitupe chupa ovyo. Ndio maana mkurugenzi ametuwekea dustbin nyingi kwenye mji. Unapokula chochote ukimaliza nenda kwenye dustbin tumbukize. Na haya ni mambo yale tulikuwa tunasema zile bali road zile sasa zifanye kazi. Mkurugenzi kaza nati kwa watu wa ovyo namna hiyo ambao wanatupa takataka ovyo, hawataka kutunza mji. Hakikisheni na nyinyi wala usikubaliane naye. Wewe piga fine according by law ambayo nyinyi mmeiweka. Tumesema basi yote lazima yawe na dustbin. Mmekwenda kukagua? Hayo nilisema zamani. Sio lazima mkurugenzi, sio lazima DC, sio lazima meya. Nyinyi waheshimiwa madiwani, hii si ndio manispaa yenu? Wewe unakwenda pale unaingia kwenye basi unamwambia nionyeshe dustbin. Hana kwa nini? FMC za Tanzania zinamhusu. Unamwita mtendaji na kupiga faini ili kesho ajue kwamba huu mji sasa hutaki madhara wala hutaki mchezo wa aina yote. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kukaa pale juu na kuendelea kubaki hapo,
kwa kweli inahitaji commitment kubwa sana. Kwa hiyo naendelea kuwataka watendaji wote na waheshimiwa madiwani muendelee kutuunga mkono kuhakikisha tunaongeza nguvu zaidi ili tuweze kujishikilia pale na tusishuke. Ili siku ambayo tutaitwa tena mwaka huu Novemba, basi tuwe tunarudi tena pale juu. Na hiyo ndio commitment yetu kwako mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hatutakubali kurudi tena nyuma. Utaendelea kujishikilia pale kwenye namba 1 na ikiwezekana kwenye hata categories nyingine, maana zinashindanishwa hadi shule ya msingi safi kuliko zote ni shule ya sekondari safi kuliko zote ni ipi, kwenye vituo vya kutolea huduma za afya zahanati safi ni ipi, kituo cha afya safi ni kipi, pamoja na hospitali ya halmashauri safi ni ipi na za mikoa. Kwa tunataka na hizo categories nyingine pia na zenyewe tuchukue.